Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jibu. Mbega na nyisho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Kwa nini Yesu hawakumuua kifo kingine? Kukiri Yesu batamwishe urundi rupfu, lakini wakamtundika kwenye msalaba. ariko bamushira hejuru ku msalaba. Sorry. Mwingine? Ilikuwa ili aweze kukomboa dunia yote mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wale ambao wameleta jibu. Imani hezagire abatanze. Na mimi nitaongeza jibu ingine. Naje ngoma nongereko. Yesu ameuliwa yishwe na ufalme wa Warumi. Yishwe n'abami b'Abaroma. Hiyo siku Rumi ndio ilikuwa ikitawala. Abaroma nibo baganza ulimwengu wote mzima. Isi yose. Bwana Yesu asifiwe. Katika ufalme huo wa Kirumi mulikuwa na aina nyingi za kuadhibu watu. Harimo uburyo bwinshi bahana abantu. Watu ambao wamefanya makosa, abakoze amakosa, walikuwa na aina nyingi za kuadhibu. Bari bafise uburyo butandukanye babahanamo. Wengine walikuwa kupa katika tanuru za moto. Hari abatanga mitanure y'umuriro, wanakutupa ndani ya moto unateketea. Bakakutayo mu muriro ukazigira. Wengine walikuwa na watupa ndani ya mapango za wanyama. Abandi babaterera mu bigo by'ibikoko. Walikuwa na zoea kufuga nyama. Baratunga ibikoko. Kama vile wanafuga simba, intare. Ikiwa kuna makosa umefanya, baratunga intambwe. Rero abandi babashira mu ngunguru iliko irabira irimo amavuta. Kama vile Yohana walivyomutia ndani ya kunguru ya mafuta lakini hakupata kukufa. Muko Yohana bamutetse mu mavuta ariko ntiyasha. Wengine walikuwa na wakata na misumeno. Abandi babahimbuza misumeno. Wengine walikuwa wanawatoa ngoti. Abandi babakurako urusha. Kama vile unaweza ukachinja mbuzi, kuja babaga impene. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ufalme ilikuwa ufalme ya wagaidi. Ubwo bwami bw'arugami bw'abagararije. Ilikuwa ufalme uliowatesa watu wengi. Kandi bw'abarugami bw'ababaje. Na hiyo haikutosha kuishia kwa Yesu. Rero nibagarukiye hata wanafunzi wa Yesu walipitia mateso hayo. Siku moja tutajifunza juu ya mateso ama kifo cha wanafunzi wa Yesu. Mtaona vile ufalme ule ulikuwa ufalme wa magaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika vifo vyote hivyo, walichagua Yesu wamtie kwenye msalaba. Na swali langu limekuja likisema, kwa nini Yesu walimtundika kwenye msalaba? Katika ufalme huyo wa Kirumi, katika adhabu zote walikuwa nazo, msalaba ndio ilikuwa adhabu ya mwisho. Ndio ilikuwa na mateso makali yasiyoweza kuvumilika. Haleluya. Yaani kwenye msalaba kulikuwa kunawekwa wale watu waliolaaniwa. Kulikuwa kunaweka wale majambazi sugu ambao wamekataliwa na taifa, ambao hawafai tena kuishi ndani ya society, waliofanya matendo ya ugaidi ya ajabu ambayo imewafanya kuwa wamelainiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la pili, msalaba ulikuwa na mateso makali sana. Kwa sababu unapotundikwa kwenye msalaba,